Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kurasa kwa hili. Katika jamii zetu zimekuwa zikiwaamini waandishi wa habari kama tasnia inayosaidia kufikisha taarifa na kero zao kwa wahusika, lakini pia wanashirikiana na jamii katika mahitaji yao mengine. Umoja wa waandishi wa habari wa kuwezeshana na kusaidiana wilayani Tarime, yani Reporters Empowerment Union, umetoa msaada na zawadi kwa wagonjwa katika hospitali ya wilaya ya Tarime Bomani. Na tuliona tuje hapa Bomani kwa sababu kama pale wodi ya wazazi tumekuta kuna wazazi wengine hawana ndugu karibu, wana changamoto na mazingira ambao ni magumu kidogo. Kama wagonjwa 30 hivi wamenufaika na msaada huo. Kwa hiyo mimi niseme nini? Niseme hili limetokea au limefanikiwa kwa sababu ya amani iliyopo. Lengo kubwa ni kuwapa furaha siku hii ya sikukuu. Nasi leo tunakuja kuonyesha furaha kwa wagonjwa wao, lakini pia si kwa wagonjwa tu, kwa wazazi mbalimbali wote walio ndani ya hospitali ya Bomani. Hivyo basi, kupitia msaada ambao tumetoa siku ya leo ama zawadi ambayo tumetoa siku ya leo, lengo kubwa pia tunawashawishi watu wengine ambao walioko majumbani wana uwezo wa kutoa chochote kile kidogo ambacho walichonacho. Kwa hiyo tumeona ni vema tukawatembelea ndugu zetu ambao wako huko hospitali na kushare nao kidogo tulichojaliwa nacho kwa ajili ya kuwapa na wao ili waweze kusherehekea sikukuu vizuri. Najisikia vizuri. Waendelee kutoa msaada. Tuendelee na Kurasa, ambapo baada ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutangaza mpango wa kuanza kutoa vitambulisho vya taifa NIDA kwa watoto, hatua hiyo inalenga kuboresha utambuzi wa raia tangu wakiwa na umri mdogo. Mpango huo umepokelewa kwa hisia mseto miongoni mwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam, ambao wengi wao hapo kabla walikuwa wakilalamikia mfumo wa sasa hivi. Mimi naona ni sawa watoto kuwa na NIDA, kwa maana naona ni jambo ni la kawaida na pia litasaidia kama vinavyosaidia katika vyeti vya kuzaliwa katika upande mbalimbali kama kuandikisha shule, mtoto kinavyohitajika cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo na hicho nacho ni muhimu. Hivyo vitambulisho kwanza walikuwa wanapewa watu wenye umri mkubwa, ila sasa hivi mpaka wadogo wanapewa. Kwa mimi nimeona sawa. Sasa serikali imefanya kitu kizuri sana, kwa sababu mtoto anapozaliwa unagundua kabisa huyu mtoto ni Mtanzania na ana haki ya kupata kitambulisho akiwa na siku hiyo hiyo moja, ama siku ambayo amekuja duniani, ama mtoto akiwa ni mchanga, kwa lengo la kuzuia hawa watu ambao wanahamia nchini kwetu bila kuwa na vibali. Wanakuja nchini kwetu, wanakuja kutuletea mazonge ya sokuwepo. Mimi naona ni swala zuri serikali ambalo wameamua. Na tumalize Kurasa kwa hili, ambapo baada ya kuwepo kwa changamoto ya maji katika wilaya ya Namtumbo iliyopo mkoani Ruvuma, sasa hivi changamoto hiyo inaenda kumalizika baada ya hatua kadhaa kuanza kuchukuliwa. Hatua mojawapo ni baada ya kupata mabomba yenye thamani ya shilingi milioni 30 yatakayokwenda kuchimba visima 10, ikiwa ni jitihada za dharura za kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa maji. Ni kweli kuna maeneo mbalimbali ambayo yana changamoto ya maji, pamoja na jitihada za serikali kuhakikisha wanaboresha miradi yetu mikubwa, lakini bado kuna vijiji ambavyo vina shida ya maji sana. Sasa kwa kitendo hichi anachokifanya mheshimiwa mbunge ni kuiongezea nguvu serikali na kuamua wananchi katika adha hii kubwa ya maji. Kwa kweli tunampongeza sana. Leo nimekuja kushuhudia upokeaji wa mabomba yanayotokana na ahadi ya mheshimiwa mbunge. Wakati wa kampeni aliahidi utekelezaji wa ilani kwa mambo mbalimbali ambayo yaliyopo kwenye jimbo letu. Mabomba haya ni juhudi za kwake mbunge binafsi yenye thamani ya shilingi milioni 30. Kwa hiyo ndugu zetu wa RUWASA wao wameshafanya upembuzi yakinifu wa kuchimba visima 10 virefu kwa kutumia mabomba haya. Tumeweza kupokea bomba PC 320 na bomba hizi ni kwa ajili ya uchimbaji wa visima 10 katika maeneo mbalimbali ambayo yana changamoto ya maji, maeneo ya Namtumbo. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo.
tafadhali usikose kuangalia Kurasa, na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa kwa hii leo, jina langu ni Frank Kashonde. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini kutoka EATV. Kurasa.